Ujambo mtazamaji wangu, na karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Leo hii nimekuandalia sura ya 17 ya kitabu cha Mwanzo, na ni katika msururu wa mafundisho na uchambuzi wa vitabu vya Biblia. Na kwa hivi sasa tunaendelea kuchambua kitabu cha Mwanzo. Tutaenda namna hiyo mpaka tutakapomaliza au fikia kitabu cha Ufunuo. Na kwa hivyo, na kichwa cha sura hii ya 17 kinasema Agano la tohara na jina jipya la Abrahamu. Na maandiko makuu yanatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza, na vile vile kitabu cha kwanza ambacho ni Mwanzo sura ya 17 mstari wa 5. Na katika kifungu hiki cha kwanza Biblia inasema kwamba Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, enenda mbele zangu ukawe mkamilifu. Na katika kifungu cha 5 kinasema, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Abrahamu, kwa kuwa nimekufanya uwe baba wa mataifa mengi. Na malengo yetu, tuna malengo matano, na baada ya somo hili haya ndio tutakayokuwa tumejifunza, kwamba tutaweza kuwa tumeelewa agano la tohara, tutakuwa tumeelewa maana ya kubadilisha jina kwa Abraham na Sarai, tutakuwa tumeelewa umuhimu wa kutembea katika utii wa Mungu, tutakuwa tumetambua kwamba Mungu hutimiza ahadi zake kwa wakati wake, na vile vile tutakuwa tumemuona Yesu Kristo katika agano hili. Na tunapotanguliza masomo yetu ni kwamba katika sura ya 16 tulijifunza kwamba Sarai alimpa Hagari Abrahamu, Ishmaeli akazaliwa, na vile vile familia ikaingia katika migogoro. Na katika sura ya 17 Mungu anamtokea tena Abrahamu, anadhibitisha agano lake, anampa jina jipya, na vile vile anaanza tohara kama ishara ya agano. Na tunapoangalia kifungu cha kwanza tunaona Mungu mwenye enzi. Mungu mwenyewe anasema, mimi ni Mungu mwenye enzi. Na neno la Kiebrania ni El Shaddai. Maana yake ni Mungu mwenye nguvu zote, Mungu anayejitosheleza, na Mungu anayeweza kutimiza kila ahadi. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu alimkumbusha Abraham kwamba ahadi ya kupata mtoto haikutegemea nguvu za kibinadamu, ilimtegemea Mungu Mwenyezi. Na katika kitabu cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 27 Biblia inasema kwamba, je, kuna neno lolote lililo ngumu nisiloliweza? Na kati ya kifungu cha 2 na kifungu cha 8 tunaona agano linadhibitishwa. Tunaona Mungu anamwahidi Abrahamu uzao mwingi, yaani anasema nitakuzidisha sana sana. Na vile vile tunaona mataifa mengi, yaani ikimaanisha kwamba Abrahamu anaambiwa utakuwa baba wa mataifa mengi. Na nchi ya Kanani tunaona kwamba Mungu anamwambia nitakupa nchi yote ya Kanani. Na katika kifungu cha 5 tunaona jina la Abrahamu linabadilishwa. Mungu anasema jina lako litakuwa Abrahamu. Maana ya majina Abrahamu maana yake ni baba aliyetukuka, na Abrahamu ni baba wa mataifa mengi. Na somo la kiroho hapa ni kwamba Mungu mara nyingi hubadilisha maisha ya mtu kabla hajatimiza kusudi lake. Na katika kifungu cha 15 tunaona Sarai anabadilishwa jina. Biblia inasema, Sarai mkeo usimuite jina lake Sarai, jina lake litakuwa Sara. Sara maana yake ni binti mfalme au mama wa mataifa. Somo muhimu hapa ni kwamba Mungu hakumbariki Abraham peke yake, Sara pia alikuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Na kati ya kifungu cha 9 na 14 tunaona agano la tohara. Mungu anaweka tohara kuwa ishara ya agano. Kila mwanamume katika nyumba ya Abrahamu alitakiwa kutahiriwa. Na tohara ilikuwa na maana gani? Ilikuwa ishara ya utii, ishara ya kujitenga kwa Mungu, ishara ya agano, na haikuwa wokovu wenyewe. Ilikuwa ishara
ya uhusiano na Mungu. Na somo la kiroho hapa ni kwamba leo waamini hawaokolewi kwa tohara ya mwili. Wanahitaji mabadiliko ya moyo. Katika waraka wa Warumi sura ya 2 mstari wa 29, Biblia inasema tohara ni ya moyo katika roho. Na kati ya kifungu cha 17 na 19 tunamuona Abrahamu anacheka. Biblia inasema, je, mtu wa miaka 100 atazaliwa mtoto? Na Abrahamu alishangazwa na ahadi ya Mungu. Na Ishmaeli je? Abrahamu akaomba, laiti Ishmaeli ageishi mbele zako. Lakini Mungu akasema, Sara mkeo atakuzalia mwana. Somo muhimu hapa ni kwamba Mungu hakubadilisha mpango wake. Ahadi ilikuwa kupitia Isaka. Na katika kifungu cha 21 Biblia inasema, lakini agano langu nitalifanya imara na Isaka. Na kwa hivyo Isaka, jina Isaka maana yake ni kicheko, kwa sababu Abrahamu na Sara walicheka waliposikia ahadi hiyo. Na kati ya kifungu cha 23 na 27 Abrahamu anatii. Tunaona siku hiyo hiyo Abrahamu alitahiriwa, Ishmaeli alitahiriwa pia, na wanaume wote wa nyumba yake walitahiriwa. Na somo kubwa ni kwamba imani ya kweli huzaa utii wa haraka. Abrahamu hakusubiri, alitii mara moja. Na katika waraka wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 22, Biblia inasema, iweni watendaji wa neno wala si wasikizaji tu. Tunapoangalia Kristo katika Mwanzo sura ya 17, tunaona kwamba tohara ilikuwa ishara ya nje, lakini Yesu alikuja kuleta mabadiliko ya ndani. Kupitia Kristo mioyo hubadilishwa, dhambi huondolewa, na tunakuwa watu wa agano jipya. Katika waraka wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 11, Biblia inasema kwamba katika yeye mlitahiriwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Na mafundisho makuu hapa ya kiroho ni kwamba Mungu ni mwenye enzi, yaani hakuna jambo gumu kwake. Na pia Mungu hutimiza ahadi zake, ikimaanisha hata kama zinaonekana kuchelewa. Na vile vile Mungu hutaka utii, yaani agano lilikuwa na wajibu wa utii. Na vile vile tunaona kwamba ishara za nje hazitoshi, ikimaanisha Mungu hutazama moyo. Pia tunaona imani ya kweli huonekana katika matendo. Abrahamu alitii mara moja. Tuna maswali matano ambayo tunaweza kuyajibu katika wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza linasema, El Shaddai maana yake ni nini? El Shaddai maana yake ni nini? Swali la pili, kwa nini Mungu alibadilisha majina ya Abrahamu na Sarai? Kwa nini Mungu alibadilisha majina ya Abrahamu na Sarai? Vile vile swali la tatu, tohara ilikuwa na maana gani? Tohara ilikuwa na maana gani? Swali la nne, tunajifunza nini kutokana na utii wa Abrahamu? Tunajifunza nini kutokana na utii wa Abrahamu? Na swali la tano, Kristo ametimiza vipi maana ya tohara ya kiroho? Kristo ametimiza vipi maana ya tohara ya kiroho? Na aya ya kukariri ni kifungu cha kwanza cha sura ya 17 ambacho kinasema, mimi ni Mungu mwenye enzi, enenda mbele zangu ukawe mkamilifu. Na tunapoelekea kuhitimiza somo letu la siku ya leo, tunaona kwamba mwanzo wa sura ya 17 ni sura ya agano lililodhibitishwa. Mungu alimkumbusha Abrahamu kwamba yeye ni El Shaddai, Mungu mwenye enzi ambaye hutimiza ahadi zake hata pale ambapo uwezo wa kibinadamu umefikia mwisho. Sura hii pia inatufundisha kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuwa na mioyo iliyobadilishwa na maisha ya utii, si kutegemea ishara za nje peke yake. Na katika somo lijalo ambalo ni Mwanzo sura ya 18, tutajifunza kuhusu wageni watatu waliomtembelea Abrahamu, ahadi ya kuzaliwa kwa Isaka, kicheko cha Sara na maombezi ya Abrahamu kwa Sodoma na Gomora. Na kwa hayo tumefikia kikomo cha somo letu la siku ya leo. Hakika leo tumejifunza juu ya agano kati ya Abrahamu na Mungu. Tunaona yeye ameulizwa na Mungu, yani ameambiwa na Mungu kwamba atahiri yeye pamoja na
mtoto wake Ishmaeli pamoja na wanaume wote ambao walikuwa katika nyumba yake. Vile vile kuna ahadi ya mtoto ambaye alikuwa anaitwa Isaka. Na kwa hivyo na kwa hayo tunaona ya kwamba ni vizuri kungojea ahadi za Bwana. Sio vizuri kukimbia kwa haraka na kufanya maamuzi ya kimwili. Manake hiyo kama tulivyosoma katika sura ya 16 inaweza kuleta migogoro kanisani, inaweza kuleta migogoro na hata katika nyumba zetu. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.